السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ndugu zangu, katika siku ambazo ni siku za wiki kuanzia Ijumamosi mpaka kufikia Ijumaa, siku 7, hakuna siku ambayo ilibahatika kwamba ni miongoni mwa majina ya sura tukufu za Qur'an kama hii siku ya Ijumaa. Ijumaa peke yake ndiyo siku ambayo ilibahatika ikawa ni miongoni mwa majina ya Qur'an, ya majina ya sura za Qur'an tukufu, suratul Jumaa. Tunapata ndani ya Qur'an katika sura ambazo zipo ndani yake, kuna sura inaitwa suratul Jumaa, sura ya Ijumaa. Na tunapata tamko hili limekuja ndani ya sura hiyo pale Allah jalla jalaluhu aliposema a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Hapa ndio tunapata kwamba hii siku imekwenda kutajwa ndani ya aya hii, ndani ya sura hii, na sura yenyewe ikaitwa suratul Jumaa. Kwa nini ndugu zangu ndani ya Qur'an kukapatikaniwa sura ambayo ina majina ya siku hizi za wiki? Kwa nini? Na wala haikuja siku ya Jumamosi ikaitwa suratul Sabti, wala hakuna suratul Arbi'a, wala suratul Thulatha, bali imekuja suratu al-Jumaa. Kwa nini ndugu zangu? Ni kwa sababu ya utukufu wa siku hii ya Ijumaa. Ni siku kubwa katika wiki ndugu zangu, kwa sababu ni siku ambayo ina historia kali sana. Siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa ndugu zangu, ni siku kubwa iliyo na historia kubwa, kwa sababu ndiyo siku ambayo mwanadamu alikwenda kupatikaniwa ndani ya siku ya Ijumaa. Mwanadamu historia yake alipatikana ndani ya siku ya Ijumaa, na ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu alimtukuza mwanadamu huyu kumuingiza peponi. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu alikwenda kumtoa mwanadamu huyo kule peponi. Ni siku kubwa sana ndugu zangu ya kuitambua siku hii ya Ijumaa. Inapokuwa imefika, ujitambue kwamba uko ndani ya siku gani, na uweze kuiadhimisha na kuitukuza siku hii ya Ijumaa, kwa sababu ni siku ambayo ina historia kali sana, ni historia kubwa siku hii ya leo.